Mtazamaji, karibu tena katika siku ya leo ambapo ni siku nzuri sana, Jumapili tulivu kabisa. Mbele yako ni mimi Michael Bochela, Vunja Ngome. Vunja Ngome, tuna kipindi ambacho kinaitwa Njoo Tuzungumze. Na leo tunazungumza habari za Mungu, na ndio lengo letu haswa, kuzungumza habari za Mungu. Na kwenye kitabu cha Biblia leo tutaangalia waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wake wa 7. Kuna neno hapo tutalizungumzia nikiwa na rafiki yangu anayejitambua kwa jina gani? Petro Yakobo. Nikiwa na Evaresti Kusaga. Ndugu mtazamaji, karibu sasa uendelee kuona na kutazama kilichopo ndani ya Njoo Tuzungumze. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 7 inasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Ndugu Petro anaposema kwamba iweni na akili, neno akili linamaanisha nini? Kwa haraka akili kuzungumzia ni kitu kipana zaidi ambacho jaribu kufikiria. Naweza nikasema kwamba ni kufahamu zaidi ya unavyofahamu. Sababu ukijaribu pia kuangalia kwenye kitabu cha Kutoka alipokuwa anazungumza Farao, akasema akawatafuta watu wenye akili na wachawi na waganga. Kwamba kiasi ambacho ukijaribu kuangalia mstari ulivyokaa au neno lilivyoandikwa kwamba mtu mwenye akili ina maana ana utambuzi zaidi ya kiroho na kimwili kama vile walivyo wachawi au waganga. Kwa hiyo akili ni kitu cha kufahamu zaidi ya kufahamu. Sasa hapa anasema ni mwisho wa mambo yote. Ili uweze kuelewa. Hapa anasema iwe na akili. Yaani mwisho mambo yote kwamba yote katika yote. Iwe ni na akili. Yaani kwamba tupate, tukose, tulale, tuamke, iwe usiku, iwe mchana, iwe ni mvua, yote katika yote tuwe na akili, akijaribu kutupa kwamba tufahamu zaidi kwa sababu mwisho upo karibu. Tusije tukalala, tusije tukazembea au tukafanya jambo lolote. Tuwe na akili ya kuweka akiba kwamba kesho kutwa au kesho au baada ya masaa au dakika zijazo kuna mwisho. Okay, sawa. Kwa hiyo kwa mfano mtu anapokuwa anaendesha, wewe ni dereva kabisa, unapokuwa unaendesha chombo chako cha moto, si ndio? Unatumia akili. Unatumia akili. Sasa hii akili inayozungumzwa hapa ndio akili hii ya kwenye inayozungumzwa hapa. Ninaweza nikasema kwamba inaendana kwa asilimia kubwa. Sababu kama dereva unakuta ukishakuwa na uzoefu wa kitu fulani, yani kujua chombo chako, kuna vitu vingine huwa sidhani hata kama unatafakari ukiwa unafanya hivyo. Yaani jambo likitokea papo, yaani unakuta kila kitu kimeshaingia kwenye system yake, lakini hata mwenyewe ukifikiria kwamba huu mguu umeendaje kwenye brake, umeendaje kwenye clutch, umefanyaje, huwezi ukajua hapo ukadadabua. Lakini ni ile attention kwamba iweni na akili. Attention fulani kwamba jambo likitokea tu haijaondoka kwenye fahamu zenu na akili zenu, yani bado zina kumbukumbu zile. Na anaposema kuna neno moja kwenye Biblia lipo linasema wanawake tukae nao kwa akili. Kwa hiyo akili hiyo ndio akili hii ya kuendesha gari na hii inaendana vizuri, kwa sababu kuwepo kwenye ndoa naweza nikasema sawa, ni jambo la kiroho kwa asilimia zote, lakini tuishi nao pia kwa akili, ila tusitegemea akili. Kwa sababu wana tabia kutuuliza maswali muda wote. Wana tabia kutaka kujua hata kama uko naye pamoja hivi, lakini anaweza kukuuliza kitu ambacho kiko nje na wewe hapa. Kwa sababu ya hivyo inabidi tu umjibu kwa ajili ya kuweza kulinda ulichokuwa nacho, kitu chema. Basi tunasemaje kuhusu jambo hili kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili mkikesha katika sala. Yaani kuhusu akili aliyozungumzia hapo ni kwamba mwisho wa yote, hakuna kitu ambacho hakifanyiki kwa akili, na mwisho wa yote bado tuwe na akili vile vile ya kuendelea kujua kesho yetu, kwa sababu huwezi ukafanya kitu pasipo kutumia akili. Lazima utumie akili, na akili kuna akili ya kibinadamu na kuna akili ya rohoni. Kwa hiyo hizo zote ni akili.
Lakini naona hapo kwenye Biblia zaidi amezungumzia akili ya rohoni, hajazungumzia akili ya kichwani. Hapo Hapo naona yani akili ya rohoni ni ile unashirikisha akili ya kichwani na akili ya rohoni. Alafu kisha ile akili ya rohoni ni kitu ambacho kama umehifadhi yani umefanya vitu vyote lakini ukahifadhi akiba rohoni kwamba hii sasa hii nishafanya vitu vyote lakini hii inabidi niwe nayo moyoni. Kwa hiyo ndio akili ambayo nadhani umezungumzia kwenye Biblia. Akili ya rohoni. Ndio. Kwa hiyo akili inayozungumzwa hapa kama nilivyomuuliza Petro hapa, na wewe ni dereva pia. Ndio. Unapokuwa unaendesha gari, unatumia akili gani? Ya rohoni au ya mwilini? Akili natumia ya mwilini. Ya mwilini. Sasa unapokuwa unamkuta mtu amechanganyikiwa, anatenda dhambi, alafu unazungumzia habari za mwisho wa maisha ya kwake, awe na akili, unataka afanye kukutana na mtu kama amechanganyikiwa kama vile inabidi kukaa naye kumshauri. Bwana, unachofanya ni kitu yani umechanganyikiwa, lakini kama unavyofanya ni vitu ambavyo havina akili. Inabidi umchukue ukae naye chini, ya maana utoe sasa akili yako wewe ili kumpandikiza kwake. Kwa hiyo kuniambia walevi, wazinzi, wavuta sigara na watu na dhambi hawana akili. Wale hawana akili kwa sababu na mwenye akili yoyote anajitambua. Ninachokifanya kitaonekanaje kwa binadamu, kwa sababu huwezi ukawa na akili ukatoka hapa ukaenda pale barabarani ukavua nguo, utaonekana huna akili. Kwa hiyo yani hiyo sidhani kama hata anayekunywa pombe akiweza kunywa pombe akiwa na akili, lakini baadaye akisha kunywa ile pombe wala akivuta sigara basi akili hana, ndio maana unaona anafanya vitu vya ajabu. Kwa hiyo yani vitu kama hivyo anakuwa hana akili. Pale anakuwa hana akili. Ndugu mtazamaji, akili ni jambo la muhimu sana. Tunazungumza hapa kwamba ili uwe na maisha mema ya kiroho, ili uwe na maisha mazuri duniani na umfurahishe Mungu na kumpendeza, lazima utumie akili. Anatuambia Mgosi hapa, akili ya kiroho. Tutaendelea. Ndugu mtazamaji, asante sana kwa nasi na tumeishia hapo kwa leo, lakini tumeishia kwa kukatisha tu, lakini tutaendelea kuzungumza tena wiki ijayo. Na naomba unayetazama na kusikiliza utusaidie kuandika kitu hapo kwenye comment kwamba ni kitu gani ambacho umekitambua hata wewe, ili nasi tujifunze kutokana na ulivyotazama. Iweni na akili, ni akili ya namna gani ambayo ili mtu aishi maisha matakatifu na mazuri awe nayo?